Mwanasiasa na kiongozi wa chama ya PLP, People's Liberation Party kule Kenya. Nataka nikuambieni, Afrika Mashariki kama kuna nchi watu wake hawana adabu, namba moja ni Kenya. Narudia tena kipande hiki, stafuni maneno. Yaani kama kuna nchi wananchi wake katika hizi East African wananchi wake hawana adabu, basi Kenya wanaongoza. Mimi Kenya nakwenda sana, nakaa sana, naishi sana. Mwananchi wa Kenya anaweza akamtukana kiongozi wa serikali kwa nafasi ya rais, matusi ya nguoni, kana kwamba huyo kiongozi hana baba, hana watoto, hana familia. Mimi naona ikifika hapa jamani, nieleweke tu kabisa. Mimi kama Mkenya, mkaaji wa maeneo ya pwani, naomba isizungumziwe Kenya kwa jumla, wala isizungumziwe pwani kwa jumla. Watu watovu wa nidhamu wanaishi mahali panaitwa Mombasa. Yes. Unajua kuna vitu ambavyo kuna wakati nasema tuko pamoja, na kuna vitu ambavyo vikitokea ni lazima niseme kwamba hatuko pamoja. Hatuko pamoja kwa sababu kweli yule mama alifanya kitendo kibaya, na anasema hatuko pamoja kwa sababu yeye ni mama wa Kiislamu, lakini alivaa ile hijabu kudhalilisha Waislamu, kudhalilisha wamama wa Kiislamu, kumtukana mama mtu mzima. Ni kweli Wakenya tunakaa ni kama ambaye hatuna wazazi, hatujazaliwa. Lakini akiguswa mtu wa Mombasa wanataka kulipiza kisasi. Ndio maana nikasema watu wa Mombasa sio wenzetu. Mnakumbuka kitendo cha mheshimiwa wa kaunti ya Mombasa alivyombaka kijana Bruce. Nitasema alimbaka kwa sababu kama alituma watu wakabakwe, alimbaka. Na huyu mama akisema kwamba ametoka kwenye taifa lake, kwenye kaunti yake, mpaka taifa jirani kwenda kumtukana kiongozi wa nchi jirani. Eti yeye anatetea haki za kibinadamu. Haki gani? Haki gani anazotetea? Ametetea haki za mumewe ama anakwenda kutetea haki za mwanamume wa mtu mwingine? Haki gani? Kenya kila siku tunazumbua mizoga ya maiti. Kutoka mimi niko mdogo miaka ya 80 nikiona watu wanauliwa wakitupwa hadi leo hii hakuna afisa wa polisi ambao hahangaiki mistuni wakizumbua mizoga ya maiti. Hawa si binadamu? Hawa hawataki haki? Juzi tu nyuma ya kaunti ya Mombasa, maeneo ya Kilifi, kulitokea mauaji ya Makenzi. Maelfu ya wazazi, maelfu ya watoto mpaka leo hawajatendewa haki. Leo wamevuka mpaka, wameenda taifa lingine kuenda kutetea haki ya mtu mmoja, tena mtu mwanamume. Umeenda kutetea haki gani? Halafu wanaongea kwa wanaume kwa wanawake, wakifanya Tanzania kambe hawana akili. Eti Wakenya tunakuja huko, mnaenda kufunga ndoa ama mnaenda kufanya kitu gani? Kitu gani mnachoenda kufanya kule? Naomba mnieleze.